Vitu vingi sana vya decoration vya nyumba. Ni rafiki yangu wa karibu amekuja kwangu, amenitengenezea nyumba za Dodoma. Kwa hiyo nimepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa, kwa sababu ni msiba wa ndugu yake na rafiki yangu. Japo unapoishi ni mbali, lakini umekuwa ni kiongozi wa haraka kukimbilia hapa kuja kuwafariji hawa ambao wamepoteza kaka yake, lakini pia watoto wako hapa, wafanyakazi wako hapa, na ni CEO aliyekuwa kiwanda hiki, na kifo chake kina utatanishi kwa maana ya vile ambavyo kina taarifa yake ilivyotoka kwamba alikuwepo hapa, walinzi wanadaiwa kusababisha kifo hicho. Neno lako ni lipi? Kwanza, dunia sasa hivi ni kijiji, urafiki hauhitaji kusema mbali. Wewe ni kama Mtanzania, maana ameshaishi hapa muda mwingi, unasikia anaongea Kiswahili. Kwa hiyo na marafiki wengi wa Tanzania ambao wanafanya naye kazi. Lakini la pili, tumepata taarifa kuhusiana na msiba ulivyotokea, jinsi kaka alivyopata madhara, na ameeleza mambo mengi mitandaoni. Nadhani serikali inafanya kazi, na sidhani kama unaweza ukaua mtu ukabaki salama. Ni swala la muda tu, watapatikana na hatua zitachukuliwa, na ni kitendo ambacho sio kizuri kwa nchi yetu Tanzania, hasa kwa wageni. Serikali inafanya jitihada kubwa sana kushawishi watu wawekezaji waje. Sasa matendo kama haya yanakatisha tamaa, lazima yakomeshwe. Tunaamini jeshi la polisi litafanya kazi yake na sheria itachukua mkondo wake. Milioni 10 kuua mtu ni jambo la kusikitisha sana, na hawa watu ni lazima wakamatwe. Na sasa jeshi letu la polisi linahitaji pia kufanya uchunguzi na kuweka udhibiti mkali kwa hawa watu wa Masai. Maana si Masai, mimi na marafiki wengi Masai. Tabia za Kimasai si za kuua watu, na ni rafiki wa watu wengi. Sasa na wana mila zao za kukaa na majampia, mavisu, manini. Kwa hiyo ni lazima serikali na jeshi la polisi lifanye uchunguzi, kuwadhibiti wale wenye tabia mbaya, kuwashughulikia.